Lakini pia ni kipindi ambacho mama anapitia mambo mengi sana anapokuwa mjamzito. Kwa hiyo anahitaji uwepo wa baba na jamii yote kwa ujumla kuweza kumfariji na kumwezesha yeye aweze kukubaliana na mabadiliko anayoenda nayo. Kwa sababu pia kuna mabadiliko ya kimuonekano wa mama, mabadiliko ya kitabia, mabadiliko hata ya namna gani anakula chakula. Kwa hiyo ushiriki wa baba ni muhimu sana. Kuna mimba mingine inaweza ikachagua isipende chakula cha aina fulani, lakini uwepo wa baba unaweza ukamsaidia mama kuweza kujua kama mama hapendi kitu hiki, nimpe kitu gani, nishirikiane naye vipi, ana hasira sasa hivi, nitamfariji vipi, kwa sababu pia mtoto anaanza kusikia kutoka akiwa tumboni. Kwa hiyo kama mama anakuwa na majonzi sana, unaweza ukaona namna gani pia unaweza ukapata mtoto ambaye anakuwa na majonzi sana. Kwa hiyo baba ni muhimu sana pamoja na familia kwa ujumla kuwa karibu na mama mjamzito ili kuweza kumtengenezea mazingira ya amani, utulivu, kuhakikisha kwamba anapata lishe sahihi kwa ukuaji wa mtoto wake. Kama nilivyotangulia kusema, kwa sababu kwenye kumlea mtoto kunaanza tangia kwenye kutungwa kwa mimba. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata mtoto mwingine anazaliwa tayari, unamwona mtoto amezaliwa ana huzuni, ametoka nayo tangia huko alipokuwa ametungwa kwenye mimba yake. Lakini vile vile mahitaji na makuzi yanahitaji wa baba na mama. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto ambaye anakosa kuwepo na baba anakuwa ni mnyonge, kwa sababu muda mwingine wanaweza kaa kwenye mchezo wa wenzake, wanaulizana baba yako yuko wapi, yeye anashindwa kujibu. Anakuwa na maswali mengi ambayo anajiuliza na anakosa majibu. Na anataka kufahamu vitu vingi sana na anapenda kufarijiwa na wazazi wote wawili. Kwa hiyo ni changamoto sana kwa mtoto endapo anapokosa malezi ya pande zote mbili. Inaweza ikatokea kwamba mtoto akakosa malezi pande zote mbili, pengine kwa sababu ya ajira, pengine kwa sababu ya kifo, lakini kama wazazi wote wawili wanaweza wakawepo, basi ni jambo zuri sana kuwepo kwa pamoja kushiriki malezi ya mtoto, kwa sababu ukamilifu wa mtoto unategemea baba na mama. Na tunaona hata mtoto mwenyewe anaundwa kuwepo na baba na mama. Tukiangalia katika jamii yetu, kundi kubwa ambalo kiuchumi na kimaendeleo kwa miaka mingi liliokuwa nyuma ni kundi la kina mama. Japo kwa miaka ya sasa kuna hatua kubwa wakina mama wamepiga kwenye maendeleo ya kiuchumi, kielimu na nyanja mbalimbali. Lakini bado kuna kundi kubwa la wakina mama ambao wao hawajafika hizo hatua, na wao ndo walezi wakubwa wa watoto. Na hata sisi kwenye miradi yetu 90% ya walezi tunaofanya nao kazi ni wakina mama na sio kina baba. Kwa hiyo hawa ukiangalia pia wana changamoto za kifursa za kielimu, kiuchumi ambazo wamezibeba kutoka na vizazi vilivyopita. Hizi zina madhara na zina athari kwa watoto. Kipato cha mama hakiwezi kumsababisha yeye aweze kutoa huduma zote kwa mtoto, kwenye malazi, makazi, lishe, elimu. Kwa hiyo watoto wengi sana wanakabiliana na changamoto za kiuchumi kutokana na familia zao. Mahitaji yao ya kielimu hayatimii, lishe yao inakuwa haitimii. Unakuta mtoto anaamua kukatiza masomo ili akatafute. Mtoto hayuko tayari kuona kwamba wadogo zake wanaendelea kupata changamoto. Sana sana watoto wa kiume wengi wamekuwa wakikatiza masomo yao na kubeba majukumu ya kibaba ili waweze kumsaidia mama. Kwa hiyo wengine wanaishia kufanya kazi na kuishi mitaani ili waweze kupata chochote na kurudisha katika familia. Lakini pia wanakosa fursa za uchumi, wanakosa fursa za kushiriki kwenye michezo, ukuaji kama watoto wengine, kwa sababu wanajihusisha na masuala ya kifamilia. Na pia inawaathiri wengine pia, hata watoto wa kiume na wa kike, katika kujenga mahusiano, kuchangamana na watoto wengine na hata kuwa walezi baadaye. Inakuwa ni changamoto kubwa sana.